Nikukaribishe katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu bado tunatazama vita huko katika eneo la Mashariki ya Kati, vita ambavyo vilianzishwa na Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini ni nini ambacho tunakitazama wakati huu? Ripoti yetu inaeleza kwamba mafuta pamoja na gesi vimekuwa ndio silaha ya vita hivi. Marekani na Israel wameshambulia vituo vya mafuta na gesi huko nchini Iran. Lakini pia ni Iran iliyoshambulia mafuta na gesi nchini Saudi Arabia, Qatar na Falme za Kiarabu kujibu shambulio la Israel dhidi ya vituo vyake vikubwa vya gesi duniani vilivyoshambuliwa. Hata hivyo, vituo hivi vilivyopo Saudi Arabia, Qatar na Falme za Kiarabu vinadaiwa kwamba ni moja kati ya vituo vyenye hisa za Wamarekani pamoja na Israel, na hivyo Iran imefanya katika kile inachokiita kulipa kisasi. Tangu vita kuanza, Iran imeonyesha kuwa iko tayari kufanya mashambulizi hadi kiwango ambacho kinaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa nishati duniani. Vita vya Iran vimekuwa vikiendelea kwa wiki tatu, lakini hakuna upande ambao umeacha kuharibu miundombinu ya mafuta na gesi. Hali hii imeifanya Iran, kwa sababu imeweza kutumia sekta hii kwa muda mrefu, inaona kwamba ina uwezo pia wa kujinusuru na hata kusaka ushindi katika mapambano na wapinzani wenye nguvu zaidi ambao hasa ni Marekani. Hadi sasa Iran imeipiku Marekani katika vita vya nishati kwa kufunga mlango bahari wa Hormuz. Mataifa ya Ghuba yamenyimwa mauzo ya nje ya mafuta na gesi asilia, lakini Iran inaendelea kuuza nje mafuta na kupata pesa kutokana na kuiuzia China, hali ambayo hata meli za Marekani hazijaweza kufanya hivyo, kwa maana kupita katika mlango huo bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta pia imezidi kuongezeka, kwani dunia imepoteza takribani 20% ya usambazaji wake wa gesi asilia na zaidi ya 10% ya jumla ya uzalishaji wa mafuta. Iran imetumia ndege zisizokuwa na rubani mara kwa mara katika wiki za hivi karibuni kushambulia vituo vya viwanda vya Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait, Iraq na Saudi Arabia. Lakini lengo la mashambulizi haya sio kuviangamiza, bali ni kuunda hofu na kuvilazimisha kusimamisha uzalishaji na usafirishaji kwa sababu ya tahadhari. Vituo vya mafuta na gesi ni shabaha rahisi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani, na Iran imeonyesha tangu mwaka 2019 kwamba ina uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa katika vituo hivyo. Marekani pia imejiwekea kikomo kwa kufanya mashambulizi machache na ya tahadhari katika eneo la mafuta la Iran katika kisiwa cha Kharj. 90% ya mafuta ambayo huzalishwa katika eneo hilo. Wachambuzi wa mambo wanaamini kwamba namna Iran ilivyohakikisha inaulinda mlango bahari wa Hormuz kunaonyesha imani ya nchi hiyo katika uwezo wake. Wanasema wachambuzi kwamba imani ya viongozi wa Iran inaonyesha kwamba wamejiandaa kukabiliana na mgogoro huu kwa wiki, miezi na hata miaka ijayo, na kwa sababu hii kwa sasa hawako tayari kuighadhabisha Marekani kwa kuharibu nishati ya mafuta na gesi katika Ghuba ya Uajemi. Lakini kuna hatari ya kutokea tukio la janga au hesabu isiyokuwa sahihi na matukio. Iran ilitangaza kwamba kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita vituo vyake vya mafuta na gesi vilishambuliwa, shambulizi ambalo lililipua eneo kubwa zaidi la gesi duniani, South Pass, katika eneo la Ghuba ya Uajemi. South Pass inadhibitiwa na Iran, huku sehemu ya kaskazini ikiwa ni ya Qatar, mzalishaji mkuu wa gesi katika eneo hilo. Qatar hutoa takribani 20% ya gesi asilia duniani, lakini vita vilipoanza ilifunga kiwanda chake kikubwa cha gesi cha Ras Laffan ambacho kilishambuliwa na kusababisha bei ya gesi kupanda barani Ulaya pamoja na Asia. Kwa Iran, kiwanda cha gesi cha South Pass kwa sasa si muhimu sana kuliko mafuta, kwa sababu mafuta husafirishwa zaidi nje ya nchi, lakini gesi hutumika zaidi ndani ya nchi na kidogo tu husafirishwa kwenda Iraq. Kufuatia shambulio hilo, Iran ilitishia kulenga kituo cha Ras Laffan cha Qatar, na hilo litasababisha uharibifu mkubwa na usumbufu wa muda mrefu katika soko la gesi duniani. Iran pia imeonya Saudi Arabia kuhamisha mafuta yake katika viwanda vyake vikubwa viwili na kutoa onyo kama hilo kwa Umoja wa Falme za Kiarabu kuhusu gesi yake. Shambulizi la kwanza la Israel dhidi ya miundombinu ya mafuta na gesi ya Iran lilikosolewa vikali na Qatar, huku maafisa wakielezea kuwa ni hatua hatari. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar ilisema mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ni tishio kwa usalama wa nishati duniani na pia yanahatarisha wakazi wa eneo hilo na mazingira yao.
Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo tuliokuwa nayo. Ni ripoti yetu ambayo imeelezea namna mafuta na gesi yalivyobadilishwa kuwa silaha ya vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, vita ambavyo bado vinaendelea. Naitwa Adam Hussein, ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa